Spice TV nikukaribishe na nikualike katika kipindi cha Mita 100. Kipindi cha Mita 100 huwa kinakujia muda na nyakati kama hizi kuanzia 8 kamili mpaka pale saa 9 na dakika 45 inakuwa tamati ya kipindi chetu kizuri cha Mita 100. Ikiwa leo ni siku ya Jumanne tulivu, sawa na tarehe 3 ya mwezi wa pili mwaka 2026, tukiwa tumeingia ndani ya mwezi huu wa pili mwaka 2026. Kuna mengi mazuri ambayo tumekualika na tumekuandalia katika kipindi kizuri hiki cha Mita 100. Kikubwa zaidi ni kuweza kuangalia kwa upande wa mwendelezo wa ligi kuu soka Zanzibar PBZ Premier League, ambayo leo kuna michezo kadhaa inakwenda kupigwa. Kadhalika pia kuweza kuangalia kwa upande wa matokeo mbalimbali ya ligi daraja la kwanza kwa kanda ya Unguja na Pemba ambayo imekwenda kujitokeza. Kadhalika pia tutakwenda kuangalia Dying Africans wakiwa katika maandalizi mazuri kuelekea katika nchi ya Morocco kwenda kuwakabili FAR Rabat pale. Huku pia tutakwenda kuangalia mechi mbalimbali za EFL ambazo zitakwenda kuendelea. Kadhalika pia ligi 1 kuna mechi zitapigwa leo, Serie A pamoja na Bundesliga kutoka pale Ujerumani, nako pia kuna mechi ambazo zitakwenda kupigwa pale na tutakwenda kujua nani na nani ambao wanakutana, bila kusahau teteza soka kutoka barani Ulaya, huku dirisha kubwa la usajili likifungwa ndani ya wiki hii. Limeshafungwa tayari, kwa hiyo tutakwenda kujua nani kenda wapi na nani anakwenda sehemu gani, huku Ademola Lookman akionekana katika viunga vile vya Spain pale na tayari kila kitu kinakwenda sawa bin sawa. Mimi ni Harry Kidema, lakini pia nitakuwa na wachambuzi wangu hapa studio, naye Fatawi Ramadhani Fatawi Uchebe, lakini pia ninaye Ashraf mwana wa Kifaranga katika safu nzima hiyo ya uchambuzi. Ndugu zangu, habari zenu? Mimi si jambo, nashukuru Mungu. Uko vizuri? Niko afadhali. Afadhali ala kulli hali. Ala kulli hali, alhamdulillah. Okay, ndio jambo ambalo tunatakiwa tuweze kulisema na kulishukuru au kushukuru kwa namna ambavyo kadri tumepata neema hizo. Ashraf, vipi? Afadhali. Afadhali bwana. Leo sio jana na kesho ina Mungu. Kuna vijana bwana nilipita mtaani wakasema Ashraf, nilitokea jambo ambalo nikakutaja. Wakasema neno hili Ashraf, wamekumbuka usamiati ule ambao umeufanya Ashraf Hakimi kwamba kila kitu amekipeleka kwa mama yake. Kwa hiyo wanasema wanaume sasa wanatakiwa uwe hivyo, kwa kuepusha kwa wale ambao wametoka ku zero na kufikia pengine 90% ya kile ambacho wamekwenda kukichuma. Basi wanasema wengi wao huwa wanakuja katika nyakati hizo kabla kufikia 100% pale 90 ndio wanajitokeza kwa ajili ya kutaka mahusiano na vitu vingine. Kwa hiyo wanasema mwendo ni kama wa Ashraf Hakimi. Ukiona huelewi, mzigo unahamisha kwa mama au unahamisha kwa mdogo wako, shughuli inakuwa hiyo. Mdogo wako inaweza ikawa shughuli nyingine. Lakini huko kwa mama hata kiimani wenyewe wanakuambia kitokea yeye ndiye ambaye amekusaliti, manake una asilimia kubwa kwamba maisha yako hakuna mtu ambaye salama kwako, si ndio? Kila mtu anaamini kwa mama yake atapata faraja hata akiwa mkubwa, manake ukishakuwa mtu mzima ukipata na masahibu ukirudi nyumbani unajua unaweza kumalizia faraja na mtu mwingine. Hasa kama itakuwa ni mchakato wa wanaume wote waliofanikiwa fedha zao kuzihamisha kwa wazazi wao, baadaye inaweza likazuka jambo. Hakika. Okay, lakini pia nimelizungumza hilo, kuna Lamine Yamal ambaye sasa hivi kidogo anaonekana amechangamka sana kwenye tofauti na nje ya uwanja. Lamine si kijana. Kwa hiyo leo Mitego anasema uvunje mifupa ungali bado kijana. Kwa hiyo Lamine anaendelea kuvunja mifupa, baadaye atatulia. Okay, hilo tutakuja kulizungumza kimataifa zaidi na kwenda kujua namna ambavyo wachezaji wa kiasili ya Brazil namna ambavyo wakifika pale Ulaya baadaye, baada ya kuto kujitunza katika swala zima la football kuingia katika masuala mengine, kipi ambacho kinakwenda kuwakuta, tutakwenda kulizungumza hilo katika habari zile za kimataifa. Kwa hiyo mtazamaji wetu ambaye ulitulia hapo, basi subiri kimataifa nako utakwenda kujua mengi sana yale ambayo yamekwenda kujitokeza na kuwasibu wachezaji hao wa zamani ambao wamekwenda pale Ulaya baadaye
pinda au wakaacha kile ambacho wamekiendea pale na wakafanya shughuli nyingine. Tuanze na headline ambazo umekwenda kutuandalia ndugu yangu Chebe. Tupe Mario Balotelli, Super Mario. Safi sana bana, mimi leo nitakuwa na headline mbili. Headline ya kwanza itahusu klabu ya Dar es Salaam Young Africa, ambapo jana walitangazia wanachama wao pamoja na umma wa Tanzania kwamba amepatikana mzabuni ambaye atakwenda kushirikiana na taasisi ya Yanga kwa ajili ya kutengeneza uwanja wao wa nyumbani. Sasa huyo mzabuni ni makampuni ya Gharib Said Mohamed ambaye pia ni mfadhili wa klabu ya Yanga Africa, lakini pia ni mwanachama wa klabu ya Yanga na ni shabiki wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo kupatikana kwake ni kama kumeibua mitazamo tofauti kwenye mitandao ya kijamii. Watu wengi walitafakari kwamba tenda iliendaje mpaka kupatikana ya Gharib Said Mohamed, mchakato ulikwendaje na vitu vingi. Lakini all in all, wananchi wanatamani kupata uwanja. Kwa hiyo hayo ambayo yanazungumzwa nadhani yatabaki kuwa tu ni mitazamo ya watu kutokana na kile ambacho kimetambulishwa na afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, lakini imekuwa ni story kubwa kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu swala la kumiliki uwanja tunajua ugumu wake duniani kote, sio tu kwa vilabu vya Tanzania au vya Afrika, hata duniani kuna vilabu vinapata changamoto sana ya kumiliki viwanja vyao. Kwa hiyo hatua hiyo ambayo Yanga ameifikia ni kama vile watu wanaitafsiri ni hatua ya mafanikio, lakini kumekuwa na mitazamo tofauti kwenye hayo mafanikio ambayo Yanga Africa wanaendea. Kwa hiyo headline yangu ya kwanza ni kile ambacho kimetambulishwa na afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, nacho ni kupatikana kwa mdhabuni atakayeingia makubaliano ya kutengeneza uwanja wa nyumbani wa Yanga Africa. Headline ya pili, leo ni nusu fainali ya pili ya michuano ya EFL ambayo itakwenda kuwakutanisha Chelsea pamoja na Arsenal. Hii ni derby ya London, zinakutana timu mbili ambazo zinatokea katika mji mmoja, lakini pia zina upinzani mkubwa. Kwenye mechi ya awali Arsenal walishinda magoli 3-2. Kwa hiyo leo ni nusu fainali ya pili. Chelsea wana matumaini makubwa ya kuweza kubadilisha matokeo kutokana na kile ambacho kimetokea tokea wamefanya mabadiliko ya benchi lao la ufundi, lakini pia kiwango cha wachezaji wao. Kwa hiyo watu wengi wameanza kuicheza hii mechi kwenye mitandao ya kijamii kabla hujafika muda husika. So na mimi nimeweza kujua vitu vingi ama nimepata vitu vingi kuelekea kwenye mchezo wa nusu fainali. Kwa hiyo headline yangu ya pili inakwamia hapo kwenye mchezo wa derby ya London ambayo inakutanisha Arsenal dhidi ya Chelsea. Okay, asante sana, lakini pia tuje kwako Ashraf mwana wa Kifaranga, utupe headline zako ambazo umetuandalia. Sawa, mimi nitakuwa na headline mbili pia. Headline yangu ya kwanza itamhusu nyota wa zamani wa Southampton, nyota wa zamani wa Liverpool, nyota wa zamani wa Bayern Munich na timu ya Al Nassr Saudi ya pale Saudi Arabia, Sadio Mane. Headline yangu inaanzia kwenye michuano ya mataifa ya Afrika, makala ya 35 ambayo ilimalizika sasa na kutoa ubingwa. Alibuka mshabiki ambaye alisafiri kutoka Marekani na kwenda hadi kule nchini Morocco. Lengo lake ni kwa ajili ya kuonana na Sadio Mane na ikiwezekana hata kumkumbatia kwa furaha. Ile mwanadada anaitwa Emilia ambaye ni kama alikuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii. Wakati mechi inamalizika, alipata nafasi ya kushuka kiwanjani na kwenda kutaka kumkumbatia Sadio Mane, lakini hakuwa amevaa nguo ambazo zimekuwa zinastiri mwili wake kwa jumla. Sasa Sadio wakati anataka kukumbatiwa na huyo mshabiki wake alimkwepa ama alionekana kukaa pembeni au kumzuia asimkwepe. Sasa nini kilitokea? Baada ya hapo Sadio Mane
nimeona jumbe mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii na machapisho akisema ni kama amembagua, lakini Sadio baadaye akaja kuweka sawa wakati wa mahojiano kusema kwamba hakuwa amembagua na anaheshimu upendo na lazima upendo usimame kwenye sehemu yoyote, lakini yeye ni Muislamu na kwa mujibu wa imani yake haikuwa sawa sawa. Hakatai kukumbatiwa, lakini kwenye mazingira kama yale na ile binti ambavyo alikuwa amevaa haikuwa sawa sawa. Yes. Kwa hiyo hakufanikiwa kwa wakati ule, lakini baadaye Sadio amerudi nchini Saudi Arabia na familia yake wamemwalika huyu binti na amesafiri kutoka Marekani na kwenda Saudi Arabia. Sadio Mane na familia yake, manake na mke wake, wamemwalika huyo binti kwa ajili ya kuja kutimiza ndoto yake, kuonana na Sadio Mane, pengine kuzungumza hapa na pale na hata kumkumbatia. Na imeonekana kwenye hiyo picha ya Saudi Arabia akiwa amejistiri vizuri huyo msichana na ametimiza ndoto yake. Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa kuna maoni mbalimbali, watu wakimpongeza Sadio kwa hicho ambacho amekifanya, lakini watu wakifika mbali kusema kwamba hii ni zaidi ya football. Manake kama alishindwa kutimiza ndoto yake pale, kwa hiyo imekuwa special kwa Sadio kumwalika na kuja nyumbani kwake. Kwa hiyo hii imekuwa ni headline kwa. Lakini headline yangu nyingine na headline yangu ya pili, nitaangukia kwenye michuano ya Serie A ambapo jana timu ya AS Roma imepoteza kwa goli 1-0. Sasa headline ni nini? Tangu AS Roma imeondolewa na mwalimu Gasperini, mwalimu wa zamani wa kikosi cha Atalanta, hawajawahi kusare kwenye mchezo wote, kwenye mashindano yote. Yaani wao ni kufungwa na kushinda. Lakini jana imekuwa ni kwa mara ya kwanza wanapoteza kwenye Serie A tangu mwalimu huyo aendelee kukinoa kikosi hicho. Sasa hiyo imekuwa ni sehemu ya headline kwangu, pengine tuendelee kuona namna ambavyo wanaweza wakafanya vizuri zaidi, lakini pengine je, tusitegemee hata wakitoa sare siku moja kwenye mechi yao kwenye huu msimu. Kwa hiyo imekuwa ni headline, na kwenye mitandao ya kijamii watu wakizungumza kwa pongezi, wengine wakisema it's out of time, kuna wakati watapata hiyo sare na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizo ni sehemu ya headline kwa siku ya leo. Okay, asante sana, ni kushukuru. Lakini leo nimepita njiani nikakutana na neno ambalo linaitwa Metropolitano. Yani hilo nilikutana na bango tu njiani, alafu nikakumbuka kumbe ule uwanja wa yawezekana pengine kuna kampuni imeweka mzigo wakautengeneza na si kama ambavyo Atletico walitengeneza viwanja. Unamilikiwa na kampuni ule uwanja. Yes. Huo uwanja mwanzo ulikuwa unaitwa tu Wanda Metropolitano. Lakini baadaye, baada ya kufanyiwa marekebisho makubwa na kampuni ya Riyadh Air nchini Saudi Arabia, sasa hivi unaitwa Air Riyadh Wanda Metropolitano. Simefahamu vizuri? Air Riyadh Wanda Metropolitano. Kwa hiyo ile Politano inabaki kama kawaida bwana. Hiyo Wanda Metropolitano ipo. Lakini kwenye hiyo writing name, maana kwenye hiyo haki ya jina au haki miliki ya jina au branding ndio imeongezwa hiyo Air Riyadh. Umenikumbusha Saleh Ndieta branding. Mimi umenikumbusha kitu kimoja hapo ulipotaja Wanda Metropolitano. Nimekumbuka jina la mwanamitindo mmoja raia wa Argentina nadhani anaitwa Neira Wanda, ambaye alikuwa mke wa zamani wa nyota wa Barcelona, Fiorentina, vilabu kadhaa pale Italia. Lakini story yake ni wakati ambao alimkaribisha rafiki yake anaitwa Mauro Icardi. Mauro Icardi anatoka Argentina, alikaribishwa Italia na huyo mchezaji yake nimelisahau kidogo, lakini I think italikumbuka baadaye. Baada ya kumkaribisha kwa sababu anatoka taifa moja na ni kijana ambaye amekuja kutafuta maisha, ametoka Argentina amekuja Ulaya, kamkaribisha kwake. Baada ya muda wa miaka 4
yule Icardi akaondoka, akamwambia nimejipata brother, nafanya maisha yangu sasa. Baada ya kuondoka yeye, kipindi kisichozidi miezi mitatu, na mkewe Neira Wanda akataka naye kuachana na mumewe aondoke. Mumewe akajitahidi kulimaliza tatizo nini, lakini mwanamke alishikilia anataka kuondoka, akamruhusu aondoke. Baada ya kuondoka, kipindi kisichozidi miezi miwili, Neira Wanda alifunga ndoa na Mauro Icardi. Mauro Icardi ambaye alikaribishwa Italia na rafiki yake, na baada ya miaka minne akaondoka akaenda kutafuta maisha. Baada ya miezi 6 akamwoa mke wa rafiki yake ambaye alimkaribisha Italia. Kwa hiyo hapo ilipatikana dabi ambayo ilijulikana kwamba ilitwa Wanda Dabi, maana yake jina na yule mwanamke ambaye aliwagonganisha marafiki wawili. Dabi ya mkasa wa mapenzi. Yes. Na kwenye maisha bwana, tunaambiwa malipo ni duniani. Huyo mwanamke kwa sasa pia ameachana na Mauro Icardi wakati ambao amejiunga na timu ya Galatasaray pale Uturuki. Na taarifa kuna wakati zilisema kwamba huyo mwanamke anatoka kimapenzi na nyota wa Galatasaray, timu hiyo hiyo ambayo amekwenda Mauro Icardi. Kwa hiyo Mauro Icardi sasa yeye ameachwa na huyo mwanamke. Kwa sasa inasemekana yuko na mahusiano ya mapenzi na mchezaji mwingine ndani ya timu ya Galatasaray, ambayo timu hiyo hiyo pia anacheza Mauro Icardi. Sasa hapo kuna wachezaji wengi, kuna kina Torreira, kuna Victor Osimhen, hatujui ni nani, lakini ni jambo la muda. Kile ambacho yeye alikifanya kwa mwenzake ni kama pia kimejirudia kwake. Sasa nimekumbuka jina lake, anaitwa Neira Wanda yule mwanamke. Kwa ulivyosikia Wanda Metropolitano ngakumbuka hii Wanda hii na story nyingi. Kwa hiyo inatufunza vijana, tunatakiwa kuna muda tuangalie hata mbele yetu. Kwa kuongezea hapo bwana, wakati anazungumza hiyo story, ni miongoni mwa matukio yaliyo mengi kwenye mpira wa miguu ambayo yanasisimua hata ukisikia story yake. Mauro alikaribishwa na Maxi Lopez. Yes, Maxi Lopez. Wakati huo anacheza kwenye kikosi cha Sampdoria ya Italia. Sasa baadaye ndio kama ambavyo amekuzungumzia Fatawi hapo, bwana mdogo akajipata, akapata deal, kaondoka Sampdoria akaenda zake Inter Milan. Unifahamu? Lakini baada ya miezi kadhaa ndio jambo likafikia huko manake. Na hata kuna muda aliwahi kuwa wakala wake huyu mwanamke. Kwa sababu kuna kipindi ambacho Arsenal walimtaka Icardi. Ndio hivyo. Akagoma mwanamke akasema mimi siwezi kuishi Uingereza. Sasa haya hivyo ni vitu vya kawaida kwa wachezaji hasa wenye asili ya Amerika. Sasa kuna siku ambayo walikutana Italia kwenye timu yake ya Inter Milan na Sampdoria. Sasa wakati wa kutoa fair play ile ya mikono, Maxi Lopez akasema chui hata akificha makucha hawezi kuwapaka. Kwa hiyo wakati anampa mkono, Maxi Lopez alirejesha kabisa mkono wake nyuma hivi kwamba mimi na wewe tumeshamalizana brother, yani silete tunajuana hapa, ukaleta masuala ya huruma na vitu kama hivyo. Maxi lakini alimsamehe. Yes, Maxi alimsamehe baada ya kuhojiwa kwenye miezi kadhaa, akasema huenda Mungu alipanga kuwakutanisha Neira na Icardi kupitia mimi. Kwa hiyo bwana, mikasa mikubwa sana yale. Haya mambo nje ya football kuna vitu vingi ambavyo vinatokea. Kuna muda unawalaumu wachezaji kakosa pale, kumbe usikuta na msongo wa mawazo acha tu. Yaani ni same situation na Kevin De Bruyne na Thibaut Courtois. Thibaut Courtois. Wakati wote wako Belgiji, Kevin alikuwa na mwanamke wake ambaye anajua kabisa bwana huyu ni wa leo na kesho. Lakini mwanamke alipoona Thibaut tayari ametoboa kwenda Atletico de Madrid, ya nini sasa? Mimi naondoka bwana. Na Spain. Hawa ni wa Belgiji wote na walikuwa ni marafiki kama ambavyo kama ni issue ya Maxi Lopez na Icardi. Na Icardi. Na mwanamke akaondoka kwa Kevin De Bruyne akaenda kwa Thibaut Courtois. Sasa mechi ya 2018-19 ndio ambayo ilionekana kama mechi ya kisasi. Baada ya kipindi kirefu Kevin De Bruyne
kwenye mechi ya Santiago Bernabeu, Thibaut Courtois amesimama kwenye milingoti mitatu, alafu yule binti ambaye ni mkewe sasa hivi Thibaut Courtois yupo kwenye jukwaa. Kelvin hata kwenye nyakati ambazo alikuwa na uwezo wa kufunga kwa shuti dogo alikuwa anapiga misumari ya kukomoa. I think Kelvin alifunga magoli mawili kwenye mechi, mkwaju wa penalty, alafu alipiga na fimbo moja matata sana, na kila alikuwa akifunga anamuonyesha kidole yule binti, unamuona huyu jamaa ndo anamtia adabu hapa, maisha yamebadilika. Kwa hiyo bwana, it's how life is, na kuna wakati tu, lakini ikifika wakati umeondoka kwenye urafiki na kuwa kwenye undugu, basi heshima inatakiwa kutawala hadi kwenye hisia za mtu mwingine. Leo na kesho nasikia bwana Kidemo anamjua na yule jamaa yake, Sisi wanaume tunaendelea kumpongeza mchezaji yule wa Al Hilal yule ambaye ni raia wa Ureno, alicheza pia Wolverhampton. Neves. Yes, Neves anaitwa Ruben Neves, ambaye alikuwa rafiki yake sana Diego Jota. Yes. Licha ya Diego Jota kwamba amefariki dunia, lakini Neves anaonekana kwamba bado anaheshimu zile hisia za rafiki yake. Yes. Na amemchukulia yule mke wa rafiki yake kama ni familia yake, watoto wake, yani anamheshimu kwenye hiyo mipaka kwamba huyu ni mke wa rafiki yangu na hawa watoto ni watoto wetu. Kwa hiyo kama vile wanaume tuko makini na Ruben Neves na tunamtegemea kwenye hilo, asije tuangusha kwa heshima ambayo ameipata ya kumlinda shemegi yetu tokea ameondoka duniani. Diego Jota anatazama kwamba ni shujaa kweli ambaye ameshinda hiyo vita ya mapenzi. Kwa hiyo kama ni mfano, basi unaweza kuwa Ruben Neves ni mfano mzuri ambao tunaweza kuiga, hata kama ziko dini ambazo zinaruhusu huyo mwanamke kumuoa anapopitia hiyo situation, lakini kuna namna, yani ukiendelea kuishi kwa kumheshimu, basi na jamii kubwa itakuheshimu. Inapendeza zaidi. Japokuwa unaweza kufanya kitu ambacho ni halali kwa kukifanya, lakini hiyo heshima ambayo unaendelea kuitoa inakufanya na wewe pia kutengezewa heshima kubwa kwenye jamii. Okay, asante sana. Nashukuru kwa headline nzuri ambazo zimekwenda kutukuka, licha kwamba nyingine nimeziibua mimi ili niweze kuzijazia nyama. Ndio mwenyekiti wewe. Tupate mapumziko mafupi, mara baada ya kurejea tuanze safari yetu ya kimichezo. Jiunge sasa na timu ya ushindi kwa kujipatia kingamuzi chako cha Byte. Ufurahie tamthilia mbali za Kihindi zinazokujia kwa lugha ya Kiswahili. Hakuna haja ya kuwa nawe kuhalalisha.